Watoto si vitu vya kufinyangwa, bali ni watu wa kufunuliwa. Mhenga aitwaye J.S. Lay ambaye ni msomi na mwandishi kutoka Marekani miaka ya 1920 na 1980 alinena haya. Karibu tena kwa mazungumzo yetu ya Candy Talks, ikiwa leo tunapeperusha kwa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo tunaipenda, lugha ambayo pia naamini wengi wetu tunaielewa vizuri. Kwa hivyo karibu tufafanue kuhusu vikundi vya michezo, kwa Kiingereza wanaita playgroups. Je, vikundi hivi vya michezo ni vina manufaa kwa jamii au ni mrija tu wa watu binafsi kwa kujiongezea fedha? Watoto, huyu msemi wa kutoka Amerikani J.S. Lay alinena haya kwamba watoto si vitu vya kufinyangwa, bali ni watu wa kufunuliwa. Kumaanisha kwamba mtoto ni kiumbe ambacho anatakana afunuliwe ili kile kizuri kilicho ndani yake kiweze kutoka. Vikundi vya michezo kwa Kiingereza tunaviita playgroups, ni mazingara ya ufunzaji wa awali kwa watoto wadogo kuanzia miaka 2 hadi miaka 3 au 4. Na katika vikundi hivi watoto hawa hukusanyika ili kucheza, kujifunza stadi za msingi za maisha, kutangamana na kushirikiana kijamii, kukua kihisia na kimwili. Hii inawasaidia katika kukua kwao, ili wanapokuwa tayari kujiunga na shule ya chekechea wanakuwa wako tayari kabisa kuendelea na masomo hayo. Vikundi hivi vya michezo huweza kuwa vya msingi wa jamii, msingi wa kanisa, za kibinafsi, za kinyumbani, bora tu ziwe na uwiano na vituo vya ECD. ECD inamaanisha kwamba ni vituo vya elimu ya maendeleo ya utotoni. Hivi vikundi vya michezo au playgroups husika haswa na mwingiliano wa kijamii, mawasiliano, ubunifu, ujuzi wa utambuzi wa viungo vya mwili. Mtoto anapokuwa akijiunga na vikundi vya michezo anaweza kusaidiwa katika ukuaji wake, ambapo pia inamtengeneza kujiunga na jamii. Vikundi hivi pia hujenga kujiamini kwa mtoto. Utapata watoto wengine hawajiamini, wako tu pale nyumbani, wamekuwa wanafanyiwa kila kitu, wanaekewa TV pale. Kwa hivyo hata wakati wa kuongea utapata mtoto amefika miaka 2 hawezi kuongea, kwa maana wanaekewa TV pale, anaangalia tu, anaangalia zile cartoons pale, anacheka nao, lakini ukimwongelesha haongei, kwa maana kila kitu kinafanyika mbele yake kupitia kwa TV. La muhimu ya vikundi hivi vya michezo ni kwamba mtoto kupitia michezo, sana sana ni hali ya michezo ambayo ndio inaendelea katika vikundi hivi vya michezo ama playgroups. So umuhimu wa hizi playgroups ni kukuza mtoto kupitia michezo. Vikundi vya michezo vinazingatiwa kuwa matayarisho ya mapema kwa watoto wa miaka 2 hadi 4 kupitia simulizi kwa masomo ya baadaye katika shule za chekechea na hatimaye katika shule za msingi. Lengo haswa la vikundi hivi vya michezo sio ufaulu wa kitaaluma, bali ni maendeleo ya kukua kijamii katika hisia zao, kimwili na hata katika mawasiliano. Wanaweza kuwasiliana mmoja na mwingine. Wazapata mtoto yuko pale nyumbani lakini haongei. Hata wageni wakija anaenda kujificha. Akiitwa aje wasalimie anaogopa. Akiambiwa how are you, hi, ananyamaza tu. Lakini unapata mtoto kama huyu ukimpeleka katika vikundi vya michezo, anakuwa sasa akijumuika na wenzake, inakuwa ni rahisi sana kwa yeye sasa kujua mambo ya mawasiliano, atajua namna ya kuongea na wenzake. Kwa hivyo vinasaidia katika ukuzaji wa huyu mtoto. Vikundi vya michezo pia huhimiza udadisi, uchunguzi, hujenga ujuzi wa mawasiliano katika mtoto, ambao tumesema kujiamini, na huhimiza uratibu wa kimwili wa mtoto. Vikundi vya michezo husaidia katika ukuzi wa utambuzi, huchochea akili ya mtoto. Na ufanya hivi kupitia shule zifuatazo. Akili ya mtoto inachochewa kupitia kwa shule ambazo katika shule hizi wakati kuna vile vidude vya kuchezea vya kujenga, tunaziita building blocks kwa Kiingereza. Sasa akitumia hizo vidude vya kuchezea vya kujenga, vinaweza kumsaidia katika ukuaji wa akili yake. Kuna michezo ya kuhesabu, kuna kulinganisha rangi zinazofanana, kuchora, kutafuta mafumbo, kutatua mafumbo. Wanafundishwa kuhusu mafumbo na pia jinsi ya kuyatatua. Shughuli hizi
zote husaidia sana kukuza kumbukumbu ya huyo mtoto. Unapata kwa mtoto sasa anakuwa na uwezo wa kukumbuka mambo na matendo. Labda pale akiwa nyumbani, katika vile amekuwa akikua, aidha awe peke yake ama akiwa na wenzake, unapata kwamba si rahisi kwa yeye kukumbuka mambo au matendo, lakini anapokuwa pale shuleni na kupitia haya mambo yote ya michezo na yale mafundisho yanayoendelea pale, unapata kwamba inakuza kumbukumbu yake. Sasa mtoto anakuwa na urahisi, anakuwa na uwezo wa kukumbuka maneno na hata matendo. Pia inamsaidia yule mtoto kuwa msikivu. Anaweza kuwa na concentration, tunasema kwa Kizungu concentration, anakuwa na ule usikivu. Mwalimu anaweza kaongea na akamsikiza, wenzake wanaweza kaongea na akasikia. Watoto wengine hata ukiwaambia kitu, unapata wanapokuwa wakiwa bado ni wadogo pale nyumbani, hata wakiambiwa kitu hawasikii, wanasikiza kwa dakika sekunde moja ashafanya mambo mengine. Lakini akiwa pale shuleni na wenzake, sasa ile usikivu wake unaweza kujengwa. Anapata pia nafasi ya kutatua matatizo, ubunifu. Anaweza akafikiria, anaambiwa fikiria kama ungekuwa wewe ni ndege unapeperuka. Sasa anaweza akili yake anaweza kuilenganisha kama sasa anafikiria ndege inapeperuka. Hata anaonyesha zile anaonyesha ile maonyesho vile ndege inapeperuka, ama anaambiwa kule baharini yale mawimbi yanaenda namna hiyo. Sasa anaweza kubuni katika akili yake jinsi ambavyo hii hali iko. Ujuzi wa mapema wa hesabu pia mtoto anafundishwa na kujua kusoma na kuandika. Pale mwanzo atafanya ile machokoro, wale wanachukua tu kalamu wanachora, lakini anapoendelea hasa anafundishwa yale maneno, anaonyeshwa kama hii ni leta S, anaambiwa hii ni leta A, na anajua jinsi sasa pole anaanza kuandika zile patterns. Hata mwisho ataambiwa haya, andika sasa neno la kwanza, ile silabi ya kwanza ya jina lake. Mtoto huanza kukuza ujuzi wa kijamii, kama vile katika vikundi vya michezo, mtoto huanza kukuza ujuzi wa kijamii. Anajua kujumuika na wenzake. Labda pale nyumbani anaona tu watu wazima, ama wale ndugu zake wanatoka wanaenda shule, anabaki peke yake na msichana wa kazi. Lakini akitoka katika vikundi vya michezo, hasa anajua jinsi ya kujumuika na jamii na watu wengine. Sasa mtoto katika hizi vikundi vya michezo anajifundisha kushirikiana na kubadilishana zamu. Sasa anafundishwa jinsi ya kushirikiana kijamii, kama kuwa na ile zamu. Kama sasa ni nafasi, sasa ni zamu ya wewe kucheza, kisha ni zamu ya wewe kucheza, ama ni zamu ya wewe kupata chakula, mwenzake anajua jinsi ya kushirikiana au kubadilishana zamu na watoto wengine. Anaweza kuonyesha hisia zake vizuri. Ndio kwa watoto wengine utapata tu mtoto ashajiendea, maybe amejiendea, tunasema kwenda shi, ama amejiendea haja ndogo. Hata badala kusema nasikia nataka kwenda haja ndogo, ama nasikia kushi, utapata tu amejiendea. Lakini pale shuleni akiona anza zile hisia za kuweza kusema, wakati zile hali za kiafya zinatakana zifanyike, sasa mtoto huyu atakuwa na ile hisia, ataweza kuonyesha hisia vizuri. Mwalimu akimwona, anamwona anajitingisha, anajua wewe, haya keti pale kwa poti jisaidie. Ama kama ni haja kubwa, haya keti pale kwa poti jisaidie. Ama na mwishowe baada ya hapo sasa wanaendelea paka anakuwa anapelekwa sehemu za msalani ili kwenda kujisaidia. Hivi vikundi vya michezo pia katika hali hii ya mazingira hayo, anafunzwa namna ya kushika kalamu. Unajua wakiwa wadogo hata kushika kalamu hawajui. Wanaanza kushika vyovyote tu wakichora, lakini pole wanafundishwa kalamu ama penseli inashikwa namna hii. Wanafundishwa hizi ndo rangi za kuchorea, hii ni rangi nyekundu, ni rangi manjano. Wanafundishwa namna ya kuzitambua. Unakuwa pia tumezungumza jua hali za kwenda shoni, hizo ni sawa. Anakuzwa pia kujua akisikia kwenda kujisaidia anasema, alafu anapelekwa ama anaenda pale ambapo vile vifaa vya kujisaidia viko, kama zile poti. Pia anafundishwa jinsi ya kujipangia vitu vyake mwenyewe. Watoto hawa wadogo wa miaka 2 hadi 3, hata wengi wao hawajui kujipangia vitu. Unaambiwa sasa, haya, kusanya karatasi zako, shika bagi lako vizuri, beba, ni wakati wa kwenda nyumbani. Eka vitu vyake vizuri, anaambiwa haya, karatasi umepewa na hiyo kalamu, sasa kusanya, lete kwa mwalimu. Sasa anajua jinsi ya kukusanya vitu vyake vizuri, kuvipeleka kwa mwalimu ama kuviweka katika lile bagi lake ambalo amekuja nalo shule. Katika shule katika vikundi hivi vya michezo,
watoto hufundishwa nyimbo, wanaambiwa hadithi, mashairi, mazungumzo. Kwa hivyo mambo haya yote kupitia nyimbo, hadithi, mashairi na mazungumzo, watoto huboresha msamiati yao. Kuna wengine hata hawajui maneno yanamaanisha nini, lakini wakisikia zile nyimbo, alafu wanaelezewa hii nyimbo inasema hivyo. Wakisikia zile hadithi, wanaambia hii hadithi ina maana hii. Nasema babu ni mzazi wa baba. Sasa anajua babu ni mzazi wa baba, ama babu ni mzazi wa mama. Mtoto anajua sasa hii babu inamaanisha nini, nyanya inamaanisha nini. Sasa katika hali hii, hawa watoto katika hivyo vikundi vya michezo huweza kuboresha misamiati, uwezo wa kusikiliza, matamshi, kujiamini katika kuzungumza. Kuna watu wengine hata kuambiwa, haya sasa wewe simama hapo, zungumza, sema jina lako, katika ile hali wanasimama tu, ama labda hawatasimama mpaka mwalimu aseme haya enuka, ataambiwa haya sema jina lako, hajui kusema jina lake. Lakini katika vile vikundi vya michezo, akiwa na wenzake wanaamka wanasema majina yao, ama mwalimu anasema sio unaitwa Mary, anasema ndiyo, haya sema Mary, sema mimi naitwa Mary. Sasa anaweza kujua jinsi ya kujitambulisha kwa watu. Vikundi vya michezo pia husaidia katika ukuaji wa kimwili. Utapata watu wengine labda si wepesi wa kufanya mambo, lakini wakiona vile wenzao wanashika kwa haraka, wanakimbia kwa haraka, wanaruka huku na kule, inasaidia ile mili yao kuwa mili ambayo inaweza sasa kufanya matendo kwa haraka. Ile hali ya kuwa mdhaifu inaisha, ama inaweza kupungua. Sasa katika hali ya kukimbia, maana kule katika vikundi vya michezo watoto hukimbia, huruka, hucheza, hutumia vifaa vya kuchezea. Hivi vyote vinasaidia kukuza ujuzi mdogo wa kutumia mikono na vidole, utaratibu wa macho na mikono, afya na nguvu za mwili. Kwa hivyo zinaleta mambo mazuri, zinasaidia katika ile kukua kimwili kwa mtoto. Ujuzi huu wa kujua kutumia sehemu hizi za mwili ni muhimu kwa shughuli za baadaye kwa hao watoto katika hizo shule za vikundi vya michezo. Zitawasaidia baadaye katika kujua kuandika, itasaidia baadaye kwa kujiunga na michezo. Sasa kupata mtoto katika vikundi vya michezo anaweza kukimbia kabisa na mbio. Kwa hivyo inaonekana kwamba huyu atakuwa mkimbiaji, huyu ataanza kimbilia Kenya. Mwingine anajua kucheza mpira kabisa, anapiga shoot vizuri, anaonekana huyu anza kuwa footballer. Kwa hivyo ataanza kutambulika kwa mapema kwamba ana kipawa cha aina gani. Kwa hivyo katika ujuzi huu, katika hali hii ya playgroups, mtoto anatayarishwa kujua kuandika, anatayarishwa katika michezo pia, anajua michezo gani ni mzuri, kujifunza kwa vitendo. Mwalimu anamuonesha hii, fanya hivi, mtoto naye anarudia, anafanya vile. Na haya yote anatayarisha mtoto kujiunga na kikundi, kujiunga na shule ya chekechea baadaye, na baadaye hapo pia kuingia katika shule ya msingi. Sasa muda wa masomo wa shule ya chekechea za vikundi vya mchezo huwa si masaa mengi, kwa maana wale watoto zile masaa yao ya kuweza kuwa na kuzingatia huwa si masaa marefu. Kwa hivyo masaa 3 hadi masaa 5 huwa inatosha kwa vikundi vya michezo. Watoto wanaenda kwa hizo shule, wanakaa, wanafundishwa, wanacheza hadithi kulingana tu kama masaa 3 hadi masaa 5. Kawaida ni siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na wakati mwingine huwa ni kuanzia wanaendelea mpaka hata Jumamosi, vyote kulingana na viwango vya ECD. Sasa mkazo sana katika vikundi vya michezo huwekwa katika ufunzaji wa mtoto unaozingatia michezo na ushirika wa mtoto badala ya masomo marefu ya kitaaluma. Kwa hivyo sana sana huwa ni michezo na watoto kufundishwa jinsi ya kujumuika pamoja. Sasa tukiangalia washauri wa elimu ya utotoni, wanasema kwamba watoto wadogo hujifunza vizuri zaidi kupitia uzoefu kuliko mihadhara. Washauri hawa tena wa elimu wanasema kwamba michezo ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto katika hiyo miaka 2, miaka 3 na kuendelea. Michezo ni muhimu kwa sababu huchochea ukuaji wa ubongo, hujenga uwezo wa kutatua matatizo, huongeza ubunifu, huimarisha ukuaji wa lugha na hujenga uimara wa kihisia. Na katika vikundi vya michezo ni muhimu sana kwa wazazi na walimu kushirikiana mara kwa mara. Usipeleke mtoto wako katika vikundi vya michezo kisha unamsahau. Hapana.
Fuatilizia mwalimu, ulize mwalimu, mtoto wangu anaendelea vipi? Anajumikaje na wenzake? Mwambie vile ambavyo akija nyumbani kama unaona tofauti yoyote, ama kama yuko vile vile, ama labda kama kuna shida yoyote. Kuwa haraka mzazi kumwambia mwalimu, kumpatia taarifa ya vile mtoto wako anavyoendelea. Na wakati mwingine utaona kwamba kama kuna changamoto yoyote ya maendeleo ya mtoto, zinaweza kutambuliwa mapema na kushughulikiwa mapema kabla mtoto hajaenda shule, hajaenda viwango vya juu vya shule. Labda mtoto haoni vizuri. Mwalimu anasema nikionyesha zile herufi, nikionyesha hata zile rangi tofauti, na mtoto wako hawezi kutambua kwa haraka. Ama labda nikimwita hasikii, anabaki wenzake wanapoitika hasikii, hajibu kwa jina lake. Sasa kama kuna matatizo yoyote ya kuona, ya kusikia, katika hiyo hali ya vikundi vya michezo, hizo changamoto zinaweza kutambuliwa, alafu zikaweza kushughulikiwa na mapema. Sasa tunapoelekea kumaliza mada yetu ya leo, tunasema kwamba kuna ada ambayo huwa inalipwa katika vikundi hivi vya michezo. Vituo vya umma vya ECD hutoza baida ya shilingi 1,000 hadi 5,000 kwa muhula. Shule za kibinafsi za gharama nafuu hutoza kama shilingi 5,000 hadi 15,000 kwa mla, na shule za hali ya juu hutoza ada ya shilingi 20,000 au 60,000 na zaidi kwa muhula mmoja. Watoto wanalipisha hizo, na mara nyingi huwa inategemea lile eneo pale hiyo vikundi vya mchezo vinafanywa. Pale hilo majengo mengine ni mazuri, ni makubwa, kuna nafasi nyingi watoto kucheza. Sasa inategemea hiyo ada, inategemea eneo, vifaa wanavyotumia kuchezea, sifa za walimu, ukubwa wa darasa. Na katika shule kama hizi wengine pia huwa kuna chakula na usafiri. Unapata kwamba ile shule yenyewe hiyo ya vikundi vya michezo inaweza kutoa kwa watoto. Kwa hivyo Wizara ya Elimu haijaweka ada maalum kwa taasisi binafsi. Hata hivyo, vituo vyote vya vikundi vya michezo lazima vitimize viwango vya usajili na ubora kwa ECD. Vile viwango ambavyo vimewekwa ni lazima watimize viwango hivyo. Je, tukimalizia baada ya mazungumzo yetu yote, tuweza kusema kwamba vikundi vya michezo ni muhimu kabla ya elimu rasmi ya shule. Kulingana na maelezo ambayo tumekuwa nayo, mimi kibinafsi nasema kwamba vikundi vya michezo vina manufaa makubwa sana. Kwa hivyo wazazi, tupeleke watoto wetu kwa vikundi vya michezo, kwa maana vikundi hivi vya michezo husaidia watoto kujiandaa kwa taratibu za darasani, kusikiliza maelezo, kukaa katika vikundi, kufuata ratiba na kushirikiana kwa walimu. Kwa hivyo wanapoendelea na masomo yao, inakuwa si vigumu mtoto huyu kuweza kuingiliana vizuri anapohitimu miaka kama 4 hivi ama kwenda mbele kujiunga na shule za chekechea. Vikundi hivi vya mchezo huwa vishamtayarisha mtoto kuzoea mazingira ya shule kwa haraka zaidi, na pia inarahisisha mambo wanapojiunga na shule za msingi. Watoto hawa huonyesha kujiamini zaidi wakati wanapoingia kwa shule za chekechea. Wanapata kwa mtoto sasa anaweza kujiamini zaidi, anaweza kushirikiana vizuri na wenzake, na pia hupata kwamba hana hofu sana anapoenda sasa shule ya chekechea, hizo PP1 na kuendelea. Napata kwamba hana hofu sana, hakai kwamba mwalimu akwambia mtoto wako amelia tangu ulipomwacha mpaka sasa umerudi, mtoto wako amekuwa tu akilia, bali vinamsaidia. Kwa hivyo watoto wetu tuwahusisha na vikundi vya michezo. Manufaa yake ni mengi kiasi cha kwamba mtoto anayejaliwa kuhusishwa na vikundi vya michezo anakuwa na matayarisho mazuri sana ya kujiunga na shule ya msingi baada ya kupitia shule ya chekechea, ambapo atakuwa na urahisi wa kuingiliana na kushirikiana na watoto wenzake na pia walimu. Asante sana kwa kuwa nami kwa hii mada ya leo. Naamini kwamba imekuwa ya manufaa kwako, na kuombea kila laheri unapozidi kukuza watoto wako. Asante.